Kufunga kwa imani ni kufunga ukijua mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kunifunza katika utekelezaji wa saumu hii, na akanielekeza katika maelekezo ya adabu na nidhamu kwenye kutimiza ibada hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Usalli wa usallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma a'idna minan nar, Allahumma a'idhna minal bid'ah. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu Waislamu, tungali bado tunaneemeka na neema ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao umesifiwa na baraka, na baraka zilizomo ndani ya mwezi huu maana yake ni thawabu nyingi na fadhila kubwa ambazo Muislamu anazipata kwa kujikurubisha kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na lile kubwa ambalo Muislamu anajikurubisha nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani ni saumu. Saumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia sisi Waislamu kuweza kuitimiza katika mwezi huu wa Ramadhani, saumu ambayo ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, na ni ibada ambayo ina mashiko yake kwenye Qur'ani na sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lakini vile vile Mtume anasema, bunya al-islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Moja kati ya hizo nguzo tano ni siyamu Ramadhan, ni kufunga saumu ya Ramadhan. Haya ni machumbuko ya asili ya ibada tukufu ya saumu, na ulama wamepeana taarifa juu ya wajibu wa saumu ya Ramadhani, wala hakuna msomi yoyote, awe ni msomi wa nyuma huko zama za nyuma au msomi wa zama zetu hizi, ambaye anapingana na wajibu wa saumu ya Ramadhani. Kwenye kikao kilichopita tuliweza kuzungumzia vipi tutaupanga muda wetu katika mwezi wa Ramadhani ili tuweze kufaidika na nyakati zetu kwenye huu mwezi wa Ramadhani. Tulilizungumzia hilo, na nina imani ya kwamba vile tulivyozungumza ndivyo tunavyoishi, ama vile tulivyopangilia ndivyo tunavyoishi katika mwezi huno, kwa malengo ya kuweza kufaidika na yale mema na yale mazuri ambayo tumewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika huu mwezi. Leo ndugu zangu, katika kikao hichi ambacho kitakuwa ni kikao cha pili ndani ya mwezi huu wa Ramadhani kupitia kituo hichi cha Halali Charity TV, tutazungumzia wajibu wetu katika saumu ya Ramadhani. Ma huwa wajibuna fi saumi Ramadhana? Wajibu wetu ni upi ndugu zangu? Ilamu ayuha almuslimun anna Allah farada alaina as-sawma lina'budu Allah bihi. Jueni kwamba ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia saumu hii ili tumwabudu yeye kwa hiyo saumu, kwa sababu Allah pekee ndiye ambaye anatuamulia kile cha kumwabudu nacho. Lakini vile vile mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ruhusa ya Allah na kwa amri ya Allah, ndiye pia anayetuelekeza kwenye kile ambacho sisi tutatakiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hicho. Hatuna muingilio kwenye ibada, hatuingizi chetu katika ibada, bali ibada ni zile ambazo tayari zimeshapangiliwa
na Allah subhanahu wa ta'ala au mtume wake kwa mujibu wa wahi ambao umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ibada fulani, kwamba ibada hii itekelezeni kumwabudu Mola wenu kwa ibada hiyo. Na ibada hii ya saumu, ndugu zangu, kama nilivyotangulia kuzungumza, ni ibada ya kisheria ambayo chumbuko lake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mtume wake Muhammad akaja kuitilia mafunzo saumu hii ili tuweze kuitimiza. Hivyo basi tunapaswa kujua kile ambacho kinatuwajibikia sisi Waislamu katika ibada hii ya saumu. Kipi ambacho kinatuwajibikia sisi? Ndugu zangu, kile ambacho kinatuwajibikia sisi Waislamu katika ibada hii ya saumu, kwanza ni utekelezaji wa ibada hiyo, kwa maana tufunge, kwa sababu kama nilivyosema, saumu ni nguzo katika nguzo zilizosimamia dini hii au zilizosimamisha dini hii. Hakuna vile ambavyo Muislamu ataacha kufunga alafu aambiwe kwamba yeye yupo katika Uislamu. Hii ni sababu ya kwanza, huo ndio wajibu wetu. Lakini wajibu wa pili ni kufunga kwa namna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaka tufunge, kwa mafunzo aliyotuwekea katika hiyo saumu. Na hapa kuna kuja lile swala zima la al-ittiba'u, kuandama, kufuata kile ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika ibada ya saumu tuweze kukifanya. Tumeelekezwa mengi katika ibada ya saumu, lakini nataka nizungumze yale ya msingi ambayo tutakapoyatimiza ndipo tutakuwa sisi tupo katika mwelekeo mwema katika saumu yetu. Katika yale ya msingi ambayo yamewekwa katika ibada tukufu ya saumu, mbali na kule kujuzuia kwetu kula na kunywa na mengineyo yote ambao tumefahamishwa kwamba yanaharibu saumu, kwa muda maalumu ule ambao tumetakiwa kujuzuia kwa hayo ili tuwe katika saumu, kama ambavyo wasomi wetu wanapotupa maana ya saumu wanatuelekeza kwenye hilo kwamba tunatakiwa tufanye al-imsaku anil mufattirati ma'aktirani niyya bihi min tulu'i al-fajri ila ghurubi shams. Wasomi wanatuambia kwamba kufunga ni kujizuia na vile vyote vyenye kufunguza, pamoja na kuwepo na nia juu ya hilo la kufunga, kwamba wewe unafunga kutimiza wajibu wa Allah aliyokuwajibisha kuanzia alfajiri mpaka jua linapozama. Lakini tunatakiwa tufahamu ya kwamba mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayakuishia hapo pekee. Hayakuishia kuiwacha saumu kwenye mabano ya kuacha kula na kunywa. Kuacha kula na kunywa na kuacha vile vyote vyenye kufunguza ndio asli ya kufunga. Hutaisabika kuwa umefunga wewe ikiwa hutaviacha vile ambavyo vinafunguza saumu yako. Hiyo ni asli. Lakini saumu inahitajika kuboreshwa na kutiwa thamani ili malipo yako katika saumu yako yaweze kuwa malipo makuu, malipo makubwa, malipo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataridhia kukulipa baada ya wewe kuweza kufunga saumu yako kwa mfumo ambao umeelekezwa na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo tunapata maana nyingine ya ziada ya saumu tunawajibikiwa sisi Waislamu kusimama nao katika saumu, kama anavyosema Imam Qurtubi rahimahullah kwenye tafsiri yake. Baada ya kutoa maana ya saumu akatuelezea huwa al-imsaku anil mufattirati ma'aqtirani niyya bihi min tulu'i al-fajri ila ghurubi shams. Baada ya kutoa maelezo ya saumu kama ni hiyo, kujizuia na vile vyote vyenye kufunguza pamoja na nia, lakini ulitimize hilo la kujizuia na vyenye kufunguza kuanzia alfajiri mpaka jua kuzama. Akasema watamamuhu wa kamaluhu, lakini ukamilifu wa saumu na kutimia kwa saumu yakunu bijtinabil mahdhurati wa adamil wuqu'i fil muharramati.
Saumu inatimia na inakamilika kwa kujizuia na vyote vya haramu, kujizuia na vyote ambavyo vimekatazwa kisheria, wewe kuvitimiza au kuvitekeleza. Sawasawa ya haramu yatendwao kwa vitendo au ya haramu yazungumzwao na kauli zetu au ndimi zetu. Yale ya haramu ya vitendo, yale ya haramu ya maneno, tuweze kujizuia na haramu hizo ili tuweze kufikia ukamilifu wa saumu. Na hapa ndugu zangu ndipo palipo na changamoto kiasi kwenye ufungaji wetu. Yawezekana tukawa twafunga kwenye ufahamu ule wa kuacha kula na kunywa na vyote vyenye kufunguza, sawa. Na ukawa wewe umejitoa katika dhima ya saumu, lakini kumbe ukamilifu wa saumu ukawa bado haujaufikia wewe. Imefika jioni, ukawa saumu yako ile ulioifunga ni tu kwamba umejiondoshea dhima na kwamba hutakwenda kuulizwa mbele ya Allah, mbona Ramadhani fulani hukufunga. Lakini kwa bahati mbaya uweze kukosa malipo na thawabu ya saumu hiyo kwa kuwa hukuifikishia kwenye ukamilifu wake. Kwa nini tusema hivi? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitutanabahisha katika hayo kwamba yawezekana mtu akafunga lakini asiweze kupata kile ambacho alikuwa anatarajia apate katika thawabu na malipo. Akatoa tahadhari, akatoa maonyo. Maonyo haya yatakiwa Waislamu wayazingatie sana katika saumu zao, na maonyo haya Waislamu yasiwatoke katika akili zao. Daima wayakumbuke maonyo haya na wayabebee tahadhari ya hali ya juu sana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, rubba saim laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Huenda mwenye kufunga akawa hana katika saumu yake isipokuwa njaa, kwa maana la faida alolipata ni hiyo njaa, hakuna jingine ambalo amelipata. Sababu ni nini? Na ili hali Mtume sallallahu alayhi wasallam ametangaza fadhila nyingi tu kubwa ambazo mwenye kufunga anazipata. Saumu inafuta madhambi. Saumu inamfikisha mtu katika kilele cha uchamungu. Kwa nini asiyapate hayo, badala yake iwe ni njaa? Lazima kuna mahala amekosea. Mahala alipokosea ni wapi? Ni pale ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu. Mtume anasema yule ambaye hataacha kauli za urongo na kuzifanyia kazi kauli hizo, basi hana haja yeye kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuacha chakula chake na kinywaji chake. Bila shaka hii ndio sababu iliyompelekea mwenye kufunga akawa hakuna atakachopata katika somo yake isipokuwa njaa. Kumbe yeye katika kufunga kwake aliacha tu kule kunywa na kula na vyote vyenye kufunguza. Lakini hizo kauli chafu ambazo Mtume anazizungumzia hapa, hizo kauli za urongo, kauli za masengenyo, kauli za mafitinisho, kauli za ulaghai na matendo yote ya haramu, akawa mwenye kufunga huyu anaogelea kwenye matendo hayo na maneno hayo ya haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu huyu ni afadhali basi angekula, kwa kuwa saumu yake haijafikia katika makamilifu. Kwa hivyo ili Muislamu aweze kufikia katika makamilifu ya saumu, mbali na kule kujuzuia kula na kunywa ama kufunga kula na kunywa, atakiwa afunge ya haramu yote. Matendo yasiyo ya haramu, viungo vifunge kutekeleza haramu. Ikiwa ni viungo vya kutenda, vifunge matendo ya haramu. Ikiwa ni viungo vya kuzungumza, vifunge kuzungumza haramu, ili mradi Muislamu abakie kwenye msimamo wa sheria. Kwa sababu Muislamu anatakiwa katika mwezi wa Ramadhani aandamane na sheria katika maisha yake ya Ramadhani, asikhalifu sheria,
ili aweze kufata faida ya saumu hiyo. Sharia lazima iandamwe katika maisha ya Muislamu anayoishi katika mwezi wa Ramadhani. Asibakie tu kwenye sheria moja tu, ile ya kufunga, akawa anafunga lakini sheria nyingine zote akawa anaziepuka. La, sheria zote za Kiislamu atakiwa mfungaji azisimamie, akiwa katika sheria ya saumu anaoitekeleza. Hii ina maana saumu yake mfungaji anatakiwa aipambe na aizungushie duara la mema na matendo yaliyomema na mazungumzo yaliyomema. Saumu iwe iko hapo katikati, imepambwa na duara la ya matendo yaliyomema na mazungumzo yaliyomema ambayo anayashughulikia mfungaji yule. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatupa hapa tambihi na uzundushi kwamba yawezekana saumu yako ikawa ni njaa kwa kuwa wewe umejizungushia haramu, ima haramu ya matendo au haramu ya mazungumzo wakati upo katika saumu. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kutoa maonyo mengine na tahadhari nyingine. Akasema raghima anfu abdin, amepita patupu mja, dakhala alayhi ramadhanu, ambaye ameingiliwa na Ramadhani, thumma salakha, kisha Ramadhani ikatoka, walam yughfar lahu, na wala hakusamehewa, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi imekuja katika mfumo wa dua ambayo Jibril alayhi salamu aliomba na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaitikia amin, kwamba huyu amepita patupu ya Muhammad, yule ambaye ataingiliwa na Ramadhani na Ramadhani itoke na asipate lile la msamaha. Itakuwa sababu ni nini asipate msamaha? Na ili hali twajua kwamba moja katika fadhila za saumu kama nilivyotangulia kuzungumza ni msamaha. Kwa nini aukose msamaha? Ni kwa kuwa kuna kitu amekikosea. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye atafunga saumu ya Ramadhani kwa imani na kutaraji thawabu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa kuisha Ramadhani na yeye amefunga, madhambi yake yanasameheka. Na hapa Mtume anatuambia ameangamia yule mtu ambaye ameingiliwa na Ramadhani na ikatoka bila kusamehewa. Itakuwa tatizo ni nini? Bila shaka tukipeleleza hadithi hii utakuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha saumu yako ya Ramadhani ili iwe sababu ya kusamehewa madhambi yako. Kuna mambo mawili watakiwa uwe umeyadhibiti katika saumu yako. Kwanza, al-iman wal-ihtisab. Pili, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufunga saumu ya Ramadhani kwa imani wa ihtisaban. Al-imanu ma huwa, nini maana kufunga saumu ya Ramadhani imanan? Kufunga saumu ya Ramadhani imanan inakusanya mambo mawili. Iman kwa maana kuifunga saumu ile kwa kujua ya kuwa ni faradhi ya Mola wangu amenifaradhishia, na Mola wangu kwenye kunifaradhishia saumu hii amenielekeza katika maelekezo ya kufunga. Kwa hivyo nifunge vile Mola wangu alivyonielekeza. Lakini maana ya pili, kufunga kwa imani ni kufunga ukijua Mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kunifunza katika utekelezaji wa saumu hii, na akanielekeza katika maelekezo ya adabu na nidhamu kwenye kutimiza ibada hii. Je, naifunga kama nilivyoamrishwa na Mola wangu? Je, naifunga kama nilivyofunzwa na mtume wangu? Utakapofunga kwa maelekezo ya Allah alivyokutaka ufunge, kwa mafunzo ya mtume wake alivyotaka tufunge, na ukaangalia hapa katika maana ya mtume alivyotutaka tufunge, mtume hakututaka tufunge kwa maana kuacha kula na kunywa tu, kwa sababu amelikanusha hilo la kuacha kula na kunywa kama ndiyo hilo pekee linalohitajika katika kufunga, bali akasema lazima tuachane na mambo ya haramu na mambo ya kipuzi na mambo ambayo yanamtoa Muislamu katika Uislamu wake halisia na ukamilifu wa Uislamu wake. Kwa hiyo itakuwa ili somo yako
iweze kupata natija ya kusamehewa madhambi yako, ni uwe umefunga kwa miongozo ya kisheria iliyowekwa. Ya haramu aliyokukataza Mola wako wayaacha, ya halali aliyokuamrisha Mola wako wayaelekea. Lakini ya haramu aliyokukataza mtume wako unayaacha, ya halali aliyokusisitizia mtume wako unayaelekea. Saumu yako itakuwa na natija kusamehewa madhambi. Lakini sharti ya pili ni ihtisab, ni watu kutaraji thawabu katika saumu hiyo, wataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasifunge kwa malengo mengine yoyote, malengo yao iwe ni thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah awalipe kile ambacho yeye Allah mwenyewe anaridhia katika malipo, kwa sababu malipo ya saumu anayajua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine ajuaye ila yeye, kama ilivyokuja hilo katika hadithi al-Qudsi. Kwa hivyo wajibu wetu katika kufunga ni tuhakikishe kwamba mbali na kule kuacha kwetu kula na kunywa, tuwe tunajipamba na kuyaacha ya haramu yote, ili saumu iweze kufikia katika malengo. Ndugu zangu, saumu hii inahitaji kupambwa na al-ibadat, na alhamdulillah tunahimizwa kuzifanya hizo ibada mbalimbali, ikiwemo kusoma Qur'ani, ikiwemo kuleta adhkari, ikiwemo kufanya ukarimu katika mwezi huu wa Ramadhani, kwa kirimu wale ambao hawana uwezo wa kutoa. Lakini yawezekana ikawa twaisoma Qur'ani alhamdulillah, na wale ambao hawawezi kusoma Qur'ani wanaleta adhkari alhamdulillah. Lakini kuna hili la utoaji, yawezekana kwamba kuna mtu hana kile cha kutoa, pato lake yeye haliwezi kukidhi mahitajio ya kutoa, ni pato ambalo laenda sambamba na haja zake. Yani limebanika kwenye haja zake tu, lile pato ambalo analipata. Akipata lile pato lake analitumia lote katika matumizi ya haja zake, hakubaki kitu. Huyu anaweza kweli kupata fadhila za utoaji akiwa katika mwezi wa Ramadhani, tofauti na wale ambao wana mapato ya ziada, ambao yamezidi mahitajio yao, wanakidhi haja zao na mapato wanabakia, wanatumia mapato yale kutoa sadakat? Jawabu ndiyo. Hata wale ambao mapato yao yamewabana wanaweza kupata fadhila za utoaji katika mwezi huu wa Ramadhani. Wakati mmoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijiwa na watu ambao wana umaskini. Na wakaja kutoa malalamishi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, hakika matajiri wameenda na ujira mwingi. Yusalluna kama nusalli, wanaswali kama tunavyoswali sisi. Wayasumuna kama nasumu, lakini pia wanafunga kama tufungavyo sisi katika mwezi wa Ramadhani. Walakin yatasaddaquna bifudhuli amwalihim, wanatoa sadaka kwa mali zao zilizowazidi au mali zao za ziada baada ya mahitajio yao. Hili ndilo ambalo ya Rasulullah sisi tunalilalamikia kwako. Wanatupita hawa waliona mali, hasa katika mwezi wa Ramadhani, wanatoa tusichotoa sisi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema hivi, awalaysa qad ja'ala Allahu ma tatasaddaquna bihi, kwani hamujui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia vile vile cha nyinyi kutolea sadaka? Mtume akawafahamisha kwamba sadaka haipo tu katika mabano ya utoaji mali, kisha akawafahamisha namna watakapotoa sadaka. Akasema fi kulli tasbihatin sadaqa, wa fi kulli tahmidatin sadaqa, wa fi kulli tahlilatin sadaqa, wa fi kulli takbiratin sadaqa. Mtu anaposema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, ukikithirisha kutoa adhkari hizi na mdomo wako na ulimi wako ukawa unatamka haya maneno, Mtume anakwambia wewe upo katika kundi la watoao sadaka, japo si kwa mali. Sasa ikiwa hali ni hiyo, kwa nini ndugu yangu Muislamu, wewe utakapokuwa umefunga usiizungushe somo yako kwa hizi adhkari, ili somo yako iweze kuwa katika hesabu ya wale ambao wamefunga na huku wanatoa sadakat? Wako ndugu zetu ambao wanatoa sadakat kwa uwezo waliojaliwa na Allah. Wewe watoa nini? Kwenye umaskini wako huna cha kutoa.
Kama huna cha kutoa, je, Mtume hakukujalia cha kutoa na wewe ambacho ni hicho cha kuleta adhkar na sadakat? Badala yake, ndugu yangu Muislamu, wewe unatumia muda wako mwingi hasa mchana wa Ramadhani katika mambo yasiyofaa, badala ya kutumia ulimi wako kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wale ambao wana vyao wanazunguka mitaani wakigawanya futari na wakitoa sadakat, wakizunguka katika miji, wewe kaa nyumbani kwako, wewe kaa msikitini, lete adhkari hizi. Hapo utakuwa na wewe unahesabika katika watoaji. Lakini angalia ndugu zangu, tunachofanya sisi katika zama zetu hizi, tunachokifanya sisi, tunaopoteza muda huu wa kufaidika na haya ambayo tutakiwa tuyazungushie somo yetu. Hebu tuzungumzie kidogo kuhusiana na hizi simu. Hizi simu ni nzuri kweli, Allah ametujalia nazo, zina faida kubwa sana. Lakini tusipochunga kufaidika na yale mazuri yaliyomo ndani ya simu, tutaweza kupoteza muda wetu ndani ya mwezi wa Ramadhani, na somo yetu ikawa si saumu iliyokamilika kwa maana ile waliosema wasomi, lakini aliyesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye kwanza, kwamba saumu inakamilika mbali tu na kule kwa chakula na kunywa, inakamilika kwenye kuachana na haramu yote. Watu wanashinda katika mitandao ya kijamii. Utakuta mtu ameketi peke yake, pweke, faragha, anaingia YouTube. Basi afadhali angekuwa labda anaangalia video za darsa, mawaidha. Hapana, anaangalia video za michezo ya kuigiza, anaangalia video za michezo ya kuchekesha, anaangalia wana mitindo katika hiyo simu yake, anaangalia wachezaji mipira, ameingia humo ndani, yeye anaangalia vitu ambavyo havina faida naye, si faida ya dunia wala akhira yake. Basi tu anapoteza muda wake mwingi kupitia hiyo simu, badala ya kujishughulisha yeye kusoma Qur'ani ama kuleta adhkari ambazo zitampatia faida ya yeye kuwa miongoni mwa wale watoa sadaka, japo si kwa mali. Hivyo basi ni vyema lau kama tutaweza kutumia simu zetu vizuri. Moja katika changamoto ambazo tuko nazo sisi Waislamu katika zama zetu hizi ni hizi simu. Nimesema simu ni chombo kizuri sana, kimetusailishia mengi yaliyokuwa mazito huko, lakini watu wasipochunga, simu hizi zitawakosesha yaliyo bora katika mwezi wa Ramadhani. Simu hizi zitawakosesha kuipamba somo yao kwa mema. Badala yake mtu atapoteza muda kuanzia asubuhi mpaka jioni yumo katika mitandao hiyo ya kijamii. Asema ajiburudisha kwa vichekesho, anajiburudisha kwa zile movie ambazo ziko humo katika hizo videos, na anaangalia mwenyewe akisema niko sawa hapa na niko katika mwelekeo ambao ni mzuri, saumu yangu inaenda bila dhiki. La, tupatiane muda ambao utakuwa ni wenye kutufaidisha. Muda ni thamani. Ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala akaapa nao muda kwenye Qur'an, akasema wal asr innal insana lafi khusr, mwanadamu yuko hasarani katika muda wake, illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema. Kwa hiyo utumie muda wako katika mema, usitumie muda wako katika shari. Sisemi kwamba watu wasitumie simu zao. Kwenye simu kuna ya faida kama alivyotangulia kuzungumza, lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa watu katika mitandao hiyo hawaangalia hao ya faida, bali wanaangalia ya kipuzi, kinyume na vile walivyotakiwa. Wakati wa nyuma ilikuwa pengine tunaathirika tu na ma TV yaliyokuwa majumbani mwetu. Lakini ukitoka ukaenda kwa msikitini, TV waiacha nyumbani, ama ukitoka kwenda mtaani, TV waiacha nyumbani. Kidogo ulikuwa wasalimika. Lakini siku hizi TV kwa mikononi. TV ukiacha nyumbani, ukikaa maskani na simu, TV waipata hapo ndani. Bali hata msikitini pia TV waipata hapo ndani ya simu yako. Sasa usipochunga, wewe utakuwa unazunguka na simu, lakini simu ile inakuelekeza katika mambo ambayo hayana faida na saumu yako. Kwa hivyo wajibu wetu ndugu zangu katika mwezi huu wa Ramadhani kwenye saumu yetu ni tuhakikishe kwamba mbali na kufunga, kula na kunywa na yale yote ambayo yanaharibu saumu,
tuhakikisheni tunafunga ufungaji uliokamilika. Ufungaji uliokamilika ni kama alivyosema Imam Qurtubi, huwa ijtinabu almahdhurat wa adamu alwuqui fi almuharramat, ni kujiepusha na yale ya haramu yote na kutoingia katika haramu. Huu ndio ufungaji ambao umekamilika, na kwa hapa tutaweza kupata natija kwenye saumu hii, na ndizo zile fadhila ambazo zimeangaziwa katika mwezi wa Ramadhani tutaweza kuzipata. Kinyume chake tutaweza kuingia katika haya aliyoyazungumza Mtume na akatutahadharisha nayo kwamba rubba saim laysa lahu min siyamihi illa al-juu, huenda mwenye kufunga akawa hana katika somo yake anachopata isipokuwa njaa. Lakini tahadhari ya pili aliyosema Mtume kwamba ameangamia yule ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhani na utoke bila kusamehewa. Yawezekana tukawa miongoni mwa hao ikiwa hatutasimama katika maelekezo ya Mtume aliyotaka tufunge, kwa maana ya ukamilifu wa kufunga kwa kuacha ya haramu, ima haramu ya maneno au haramu ya matendo. Lakini vile vile itakuwa labda pengine tumeweza kuacha tu vyakula hivyo, na ingekuwa ni afadhali tungekula, kwa kuwa hatukuepukana na hizo haramu na hayo ambayo yanamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afadhali ungekula, afadhali ungekunywa kuliko umefunga na huku unaendeleza ya haramu, ima matendo au mazungumzo. Kwa hiyo ndugu zangu, huo ndio wajibu wetu sisi Waislamu katika ibada hii tukufu ya saumu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie saumu yetu, mbali na kuwa tutimiza hilo la kutokula na kutokunywa na yale yote ambayo yanafunguza, lakini tusimame alipotusimamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale yote ya haramu twayaepuka na yale yote ya faradhi twayasimamia, ili kuweza kuisindikiza saumu hii kwenye lile ambalo lamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu tuweze kupata. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya yaweze kuwa muafaka katika saumu yetu na katika ibada zetu zote. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.